Ulipokuja katika sayari dunia, ulikuja na uwezo mkubwa kuliko ambavyo unaweza kufikiri. Uwezo wa hali ya juu, hekima ya hali ya juu, mwangaza wa hali ya juu. Lakini kwa nikwambie, kuna vibaraka ambao huwa wanatumika karne na karne, au millennium na millennium, wamekuwa wakitumika kumfanya mwanadamu asahau, asikumbuke yeye ni nani. Viongozi wa dini. Viongozi wa dini ni vibaraka wanaotumika kukusahaulisha kujua wewe ni nani na kuzijua nguvu zako. Viongozi wa kisiasa, political leaders, wanakutoa katika focus ya kujua wewe ni nani na kujitazama wewe ni nani. Viongozi wa kijamii, wale conservative, wale wanaosema kuna miiko haivunjwi, au sikia, vibaraka hao wanakukamata katika hofu, wanakufanya ufungwe katika gereza walolitengeneza wao, na wao wenyewe sio, hata wao sio wao waliolitengeneza, wao wenyewe wamerithi na kurithi. Entertainment, blindly entertainment, burudani ambayo haina mwelekeo wa kukuliberate, wa kukufungua, ni kibaraka. Vyote hivyo vinatumika, ni vifaa vinavyotumika na adui wa mwanadamu kukubakisha katika usingizi, usikumbuke wewe ni nani. Ukikumbuka wewe ni nani, ni mwisho wa mchezo. Hakutakuwa na mtu mwingine mwenye mamlaka juu yako. Hakuna mtu mwingine mwenye mamlaka juu yako. Utaheshimu kila mtu, utaheshimu uhuru na haki za watu wengine, na hakutakuwa na mtu atakayeweza kuvunja uhuru na haki yako. Uhuru wako hauko mikononi mwa viongozi wa kidini, wa kisiasa, watu wengine. Angalia, unageuzwa. Hawa vibaraka hao wanakugeuza, wanakufanya uwe shabiki, uwe mtu wa kuabudu, uwe wa kutegemea, uwe shabiki wa watu wengine. Unatoa nguvu zako, unawapa watu wengine. Watu wengine wanaishi maisha yao, wewe ni shabiki wa kushabikia watu wengine. Ishi maisha yako wewe kwanza, kuwa shabiki wa kwako wewe mwenyewe, ndio ukashabikia watu wengine. Kama hakuna maisha unaoishi ambao unaweza ukayashabikia wewe, una haki ya kushabikia mtu mwingine. Go find yourself, jitafute wewe kwanza, uwe shabiki namba moja wa maisha yako, alafu shabikia wengine. Si umeelewa? Kila mtu ana upekee wake katika hii sayari dunia. Kila mtu uwepo wako unahitajika. Yaani usijidharau the way you are, vile ulivyo unahitajika. Na iangalie umri, hata kama una miaka 90, kama unasikia unatazama hii video unaosema, una kitu ambacho dunia inahitaji. Na iko kitu dunia itapata ukiwa wewe, when you are you, sio kuwa mtu mwingine. Angalia unavyotazama nje, unatengeneza uwe kama mtu mwingine. Kwa mfano kwenye dini, unavyotazamishwa viongozi wale wa kidini, wakuu wa kidini, kwa mfano unatazamishwa Yesu, si ndio? Yaani unaambiwa kwamba uwe kama Yesu, sio uwe wewe. Wakati Yesu alipokuja duniani alikuwa anaonyesha wanadamu kuwa wao, kwamba wao ni wakina nani. Hakuna kuchelewa katika maisha. Hakuna kuchelewa katika maisha, na hakuna kuzeeka katika maisha. Si umeelewa? Hakuna kuchelewa wala hakuna kuzeeka. Si umeelewa? Una kitu ndani yako, endelea kukitumia. Usijilinganishe na watu wengine. Be you. Kuwa wewe. Dunia inakuhitaji uwe wewe. Sio uwe kama mtu mwingine, uwe kama mtu fulani. You have to be you. Utambue uungu ulio ndani yako. Everyone is divine. Kila mmoja ana uungu. Uungu ndio upekee wako. Si unaelewa? Katika ground level, katika msingi au base, wote ni mmoja, wote ni ufahamu, ni existence, ni consciousness. Kila kitu kinaongozwa na ufahamu. Kila kitu kinaongozwa na ufahamu ground level. Lakini sasa katika kuishi katika sayari dunia, tunatengeneza umbile. Kwanza umbile la ndani ambayo ni person, na umbile la nje ambao ni mwili, ambao sasa ndo tunatofautiana. Kwa hiyo ili uweze kuwa na maana katika sayari dunia, inabidi ukumbatie upekee wako ambao unaota nao ndoto katika hii sayari dunia. Your personal, vile ulivyo, bila kutaka kuwa kama fulani, bila kujaribu kujiigiza, kutaka kuprove anything, kuthibitisha chochote kwa yoyote. No way. Usikubali kutoa nguvu zako kwa mtu mwingine.